بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، tunaendelea na kitabu Mabadiul Fiqhiyya juzuu ya 3. Ikiwa tulisimama toka nafikiri mwanzoni mwa mwezi huu Oktoba, na hii ni kwa sababu kuna mambo ya kisafari yameingiliana. Allah amekadiria sisi tumesafiri kidogo, tuko nje ya Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni mtihani kulingana na ugeni wa mazingira na kuendelea kupangilia mambo, ikawa tumesimamisha, lakini tunamuomba Allah akadirie tumalize. Lakini pia nasisitiza kwamba yale yote ambayo kwamba tunayasoma lengo ni yatusaidie katika utekelezaji wetu wa ibada, na ndio maana tumechagua hiki kitabu Mabadiul Fiqhiyya juzuu ya kwanza, ya pili, na sasa tuko juzuu ya 3 ambao tunakwenda nao vizuri, na masomo ni madogo madogo ambayo kwamba si ya kumkanganya mtu au kumchanganya mtu, lakini kuna raha na baraka katika kusoma kwenye kitabu. Kwa hiyo tujitahidi tununue kitabu tuwe nacho, na darasa zipo. Nafikiri kuna ndugu zetu wamezihifadhi. Binafsi mimi nafikiri nimeshapoteza darasa za nyuma ambazo tumefundishana huko, na tunakumbushana kimsingi. Maana yake kufundisha bado hatujawa na makamu ya kufundisha, ila hapa ni kukumbushana katika ibada. Katika somo hili ambalo limepita tuliona vitu vinaitwa arkanu swalati, nguzo za swala. Tuliyaona mambo 13 ambayo hayo ndiyo yanalazimu kufanywa ndani ya swala. Yasiyokuwa hayo hayaharibu swala, ila hayo yanaharibu swala. Kwa maana yakikosekana hayo mambo 13 katika swala ya Muislam, basi swala yake inabatilika, inakuwa sio sahihi. Swala yake inakuwa imebatilika, inakuwa sio sahihi. Sasa kuna baadhi ya nguzo ameanza kuzichambua, anatufundisha tuzijue hizi nguzo. Shurutu niyya, anatuambia sharti za nia. Ili nia ionekane ni nia, iwe na mambo gani? Jambo la kwanza anatuambia, na katika ukurasa wa 25 kwa mujibu wa chapa yangu hii ninayotumia, baada ya kuziona arkanu swala akaanza kuchambua baadhi ya sharti zinazopatikana kwenye baadhi ya nguzo. Anatuambia shurutu niyya, sharti za nia. Ili nia yako iwe imekaa sawa sawa, iweje? Anasema in kanati salatu fardha, ikiwa sala ni ya faradhi, wajaba alqasdu, ni wajibu, imewajibika kule kukusudia, watayinu, na kuainisha, wa niyatul fardhiyya, na ule unia wa faradhi, na ule unia wa faradhi. Kwa hiyo ikiwa swala ni ya faradhi, Sheikh anatuambia basi katika nia yake mtu akusudie kwanza, awe na hilo kusudio la kuiendea hiyo ibada, lakini katika nia yake ainishe kwamba ile ni swala ipi. Ndio mashekhe ukasikia wametufundisha katika nia, uswali fardha salati as-subhi. Sawa, unaainisha kwamba ninanuia au ninaswali faradhi, ndio ule unia wa faradhi. Salati subhi, hapo ndio umeainisha ile swala yenyewe. Kwa hiyo ni Sheikh anatuambia katika sharti za nia, ili nia yako iwe sawa sawa, ni kuainisha, ni kuwa na ile kusudio, lakini pia kuainisha na kuweka wazi ule unia wa fardhi. Usalli fardha salati subhi, usalli fardha salati dhuhri. Sawa, inatakiwa nia iwe na mambo kama hayo. Si lazima kuitamka, tunarudia yale yale. Kwenye moyo wako unapitisha nini? Nia iko moyoni. Hicho kilicho moyoni ni nini? Ndio hiki tunachokufundisha hapa. Uko moyoni kwako, hakikisha umeweka wazi ile kusudio kwamba sasa nina swali fardha ya sala ya subhi, nina swali fardha ya sala ya al-asr, nina swali fardha ya sala ya maghrib, na swala zinginezo katika swala za fardhi. Kwa hiyo ni sharti la kwanza la nia.
kwamba in kanati salatu fardha, ikiwa swala ni ya faradhi, wajaba alqasdu, ni wajibu kule kukusudia, watayinu, na kuhainisha ni swala ipi, wa niyatul fardhiyya, na ule unia wa faradhi. Fardhan usalli fardha salati, ile fardha pia ni sharti. Jambo la pili anatuambia in kanati nafla, ikiwa ni swala ya sunna, lahu waqtun, ambayo ina wakati maalum, wa sababun, na inayo sababu maalum, wajaba alqasdu wat-ta'yin, ni wajibu au imewajibika kule kukusudia na kuainisha. Salli sunnata qabliya dhuhri, usalli sunnata qabliya, sawa, unaainisha kwa sababu hiyo sunna unayoiswali ina wakati na ina sababu maalum, wajaba alqasd wa ta'yin, sawa. Lakini sharti la tatu la nia, wa in kanat naflan mutlaqa, na ikiwa ni sunna ambayo imeachiliwa, wajaba alqasd faqat, usalli sunnata lillahi ta'ala, bas una uwezi usemi kwa sababu ni sunna mutlaq. Sunna mutlaq ni sunna ambazo hazina wakati maalum. Umejisikia kumshukuru Mungu, umejisikia uswali rakaa 2 kwa uzito wa jambo lako, umeamua tu kuswali, ndio tunaita sunna mutlaq, kwa sababu hizi sunna rakaa 2 zimeachiliwa kwa Muislamu. Muislamu asali kadri inavyowezekana, sawa, isipokuwa katika zile nyakati ambazo tumeambiwa haifai kuswali katika miji isiyokuwa Makka na Madina. Kwa hiyo hizi sharti tatu ndio sharti za nia. Nia ya Muislamu inatakiwa ibebe mambo haya matatu. Ikiwa ni faradhi, aainishe, akusudie na aweke ule unia wa faradhi. Swali fardhu salat as-subh. Ikiwa ni sunna yenye wakati maalumu, aainishe na akusudie, usalli sunnata qabliya adh-dhuhri, usalli sunnata qabliya al-'asr, usalli sunnata ba'diya adh-dhuhri, aainishe katika zile sunna ambazo zina wakati na sababu maalum. Ikiwa ni zile mutlaq zimeachiliwa, kama sunnatu tasbih, salatu tasbih, ni sunna hii imeachiliwa, si wakati ni sunna maalum ambayo inaswaliwa. Muislamu aijue salatu tasbih. Inshallah tutaizungumza uko mbele, Mungu akipenda. Hiyo ilikuwa ni nia. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaelewa hilo. Sasa tunakwenda kwenye shurutul Fatiha. Suratul Fatiha pia ina masharti yake. Ya kwanza at-tartib, kuipangilia. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, paka mwisho. Unapangilia ilivyokuja. Uwezi ukasema bismillahir rahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahi rabbil alamin, ihdinas sirata, uwezi ukaswali hivyo. Kwa hiyo suratul Fatiha at-tartibu lazima upangilie. Lakini suratul Fatiha al-muwalatu, kuifululiza kwa maana usije ukasema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, alafu ukaingia kwenye mambo mengine. Hapana, inafurulizwa bila kuikatiza na kitu kingine katikati. Sio bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alafu allahumma salli ala Muhammad wa ali. Hapana, utakuwa umeharibu. Usiingize kitu kwenye suratul Fatiha.
uifululize kama ilivyokuja. Namba 3, muraatu tashdid, kuzichunga. Muraatu tashdid, kuzichunga zile shada, kuzichunga zile shada. Sawa mtu achunge ule usomaji wake. Kwa hiyo alhamdu isikike, usiseme alhamadu. Kwenye mim hakuna fatha, kuna sakna. Kwa hiyo alhamdu, usiseme alhamidu. Alhamdulillah, alhamdu, unachunga zile fatha, unachunga zile shadda. Sawa Anatuambia hiyo ni sharti la 3. La kwanza ni kuipangilia, la pili kuifululiza, la 3 muraatu tashdid, kuchunga zile shadda, la 4 adamu lahni almukhilli bil maana. Adamu lahni, kuepuka makosa, almukhilli bil maana, yenye kuharibu maana. Kuepuka makosa yenye kuharibu maana. Maneno ya Kiarabu yanakuwa yana tofauti. Unapoweka herufi tofauti unaharibu maana. Kwa hiyo kama ni alhamdulillah, ukisema alhamdulillah ni kitu kingine, au ukisema alhamdulillah kwa he ni kitu kingine. Kwa hiyo ni kuchunga usiharibu maana, uchunge yale makosa ambayo kwamba yanapelekea kuharibu maana. Na makosa mengi ni kwenye kuleta herufi ambazo haziko. Bismillahirrahmanirrahim, hayo ni makosa kwa sababu umeharibu maana. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, re, so bismillahirrahmanirrahim hapana. Au arhamdu kwa re, alhamdulillah. Usilete kitu kuepukana na makosa ambayo yanakwenda kuharibu maana, na haya yanasababishwa na kule kutochunga zile herufi. Kwa hiyo ni muhimu mtu achunge zile herufi. Penye he aweke he, penye lam aweke lam, na penye he aweke he. Ihdina sio ihdina, dina. Kwa hiyo na vitu kama hivyo Adamu lahni almukhirli bil maana, kuepukana kukosekana kwa yale makosa ambayo yanaharibu maana. Ayusammi'a nafsahu qira'atiha, aisikilizishe nafsi yake kule kusoma kwake. Na hili ni muhimu sana jamani. Baadhi ya watu mnafunga swala mnafunga midomo, hiyo ni makosa, unaharibu swala yako. Lazima utamke, usikilizishe nafsi yako. Sio labda katika zile swala za ukimya hatusemi utoe sauti, uisikilizishe nafsi yako. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kidogo sana unaisikilizishe nafsi yako, hata kama ni kwa kimya kimya, kwa kunongona, lakini lazima usome, midomo yako itikisike. Sawa Lakini baada ya kuwa unaisikilizisha nafsi yako, alla yatakhallalaha dhikrun ajnabiyyun, asichanganye suratul Fatiha na utajo na dhikri ambayo sio katika suratul Fatiha. Kwa unaposoma suratul Fatiha usiingize kitu cha dhikri ambacho hakimo kwenye suratul Fatiha, ambacho hiki kinakwenda sambamba na kule kuifululiza. Kwa hiyo usichanganye kitu kwenye suratul Fatiha. Usije kuweka swala ya mtume ndani ya suratul Fatiha wakati unaswali, utaharibu swala yako. Au kaleta utajo ambao haupo katika suratul Fatiha, utajo wa Allah ambao haupo katika suratul Fatiha. Yani katika suratul Fatiha kwa ya dhal jalali wal ikram ukaichomeka katikati ya suratul Fatiha, ni makosa. Alla yatakhallalaha dhikru ajnabi, asichanganye hiyo suratul Fatiha na utajo. Utajo usichanganye
suratul Fatiha na utaji wa kando, utaji ambao haupo katika sehemu ambayo ni suratul Fatiha. Na nguzo ya mwisho anatufundisha ambayo pia inatakiwa nguzo inayofuata ni shurutu rukui, sharti za kurukuu. Ile rukuu iwe imekamilika inabidi izingatie mambo gani? Antanala rahatahu rukbataihi, iaegamie vile vitanga vyake viwili kuegemea magoti yake. Antanala rahatahu rukbataihi, kuegemea yalema vitanga viwili kuegemea magoti yake. Alafu kwa mtu asije akagusisha, uegemeze vitanga vyako viwili viegemee magoti yako, viaegemee. Sawa, usikae kama goalkeeper umegusisha tu hivi. Egemeza kabisa kama unayasukuma ndani hivi magoti, huku umeinama. Lakini anasema la yarfa alahu, asinyanyuke juu yake. Kunyanyuka juu yako maana yake sehemu ya kiuno mpaka kwenye kichwa ndio tunaita a'la almar'i, sehemu ya juu ya mtu. Kwa hiyo la yarfa alahu, asinyanyuke juu yake, yani ile sehemu yake ya juu isinyanyuke bali iwe imeinama. Sawa wa yakhfidh ajzahu, na akaupindisha. Umenyanyuka juu alafu unapindisha hivi mgongo. Wa yaqaddama sadrahu, kwa hiyo kifupi katika maneno hayo yaqaddama, na anakitanguliza mbele kifua chake. Kwa hiyo unakuwa mtu hii sehemu yako ya juu kuanzia kiunoni haijainama vizuri, mgongo umeuingiza ndani, kifua umekipeleka mbele, alafu umegusa magoti. Wewe unasema umerukuu. Hapana, usifanye hivyo, haitakiwi. Haitakiwi Muislamu kuwa haeleweki kainama au kasimama, yupo kati ya kuinama na kusimama, haieleweki. Hapana, yatakiwa Muislamu anaporukuu arukuu vizuri, ainame, mgongo uwe sawa sawa umeinama sawa sawa, na yale mikono yake imeegemea vizuri katika magoti yake. Kwa hiyo anatuambia asinyanyue hii sehemu yake ya juu, sehemu ya kiuno kuja juu, usiinyanyue, uinamishe. Maana yake usiinyanyue, uinamishe. Kwa hiyo kuna mtu ananyanyua hii sehemu ya juu inakuwa juu, alafu anapindisha tu mgongo, anaupindisha mgongo wake, anapeleka mikono kwenye, inakuwa kifua kiko mbele. Hapana, usifanye hivyo. Inabidi uiname, kifua chako kiwe kimeangalia kabisa chini, paji lako la uso linaangalia pale unapoenda kusujudu, umeinama sawa sawa. Kwa hiyo haya ni mambo mawili katika kurukuu inatakiwa yazingatiwe. Kwanza, vitanga vyako viegemee magoti yako mawili, vitanga vyako viegemee magoti, lakini vile vile mgongo wako umeinama sawa sawa, usio umenyanyuka. Mgongo kwa maana hii sehemu ya kiuno kuja juu mpaka kwenye kichwa isiwe imenyanyuka, iwe imeinama. Silete kifua mbele ukapindisha mgongo alafu ukawa umepeleka mikono kwenye magoti, unasema umerukuu. Lazima kifua kiwe flat, mgongo uwe flat, vyote vinatizama chini. Sawa Nafikiri ni mashuhuri. Shurutu sujud, sharti za kusujudu. Ayakuna ala 7 a'dha, lazima uwe umeegemeza, umesujudu, imepatikana kwenye viungo 7. Viungo 7 vyote viwe vimegusa chini vizuri. Mkono wa kulia, kitanga cha mkono wa kulia 1, kitanga cha mkono wa kushoto 2, paji la uso 3, goti la kulia 1, goti la kushoto 2, zinakuwa 5 hizo. Matumbo ya vidole vya mguu wa kulia 6, matumbo ya vidole vya mguu wa kushoto 7. Kwa hivi ni viungo 7. Paji la uso, mikono 2, magoti 2 na matumbo ya vidole vya miguu 2. Hivi ndio viungo 7 inatakiwa viwe vimegusa kwenye ardhi. Anasema antakuna aljabhatu makshufatu, iwe lile paji la uso li wazi, paji la uso liwe wazi.
lisiwe limekingwa na kitu, kofia ama ushungi. Paji la uso liwe wazi, liguse chini, paji la uso. Kwa hiyo dada zangu, utachunga tu nywele zako ziwe ndani, lakini ule ushungi wako usizibe lile paji la uso ikawa haligusi ardhi, kwa sababu inatakiwa paji la uso liguse ardhi, iwe sijida yako ndio imekamilika. Antakuna jabahatun, liwe paji la uso makshufatun, lipo wazi, limefunguliwa, halina kitu kilichoziba, kitambaa au kofia. Na sharti la 3, alla yasjuda ala shay'in yataharraku biharakatihi, asisujudu juu ya kitu kinachotikisika kwa kutikisika yeye mwenyewe. Asisujudu juu ya kitu kinachotikisika kwa yeye kutikisika. Kitu kinachokuwa kama vile kimefungwa, hakijagusa ardhi, kinaelea. Ukienda kusujudu kinacheza, ukinyanyuka kinacheza. Ukienda kusujudu kinacheza, ukinyanyuka kinatulia. Usisujudu juu ya kitu cha namna hiyo. Lazima usujudu kwenye kitu ambacho kimestakar, kimetulia kwenye ardhi. Umefahamiana ikhwani? Kwa hiyo hapa ametueleza sharti za nia ili nia yako ikamilike iweje, akatueleza sharti za Fatha, suratul Fatha iweje, ametueleza sharti za kurukuu, kule kurukuu kuweje, ametueleza sharti za kusujudu, kule kusujudu kuweje. Kwa hiyo natumai itakuwa tunafahamiana biidhnillah. Kwa wale ambao mtandao mpo nao vizuri, mtaisikiliza. Kama patakuwa kuna suala, insha Allah inbox utakuja kuuliza kutokana na somo letu la leo, ambazo zilikuwa ni sharti ya baadhi za nguzo ambazo tumezisoma katika darasa iliyopita, ambazo nguzo zenyewe ni nia, ni Fatha, ni rukuu, ni sujudu.